Ingia hapa. Asante sana. Mimi naitwa Ferdinand Njau, ni hakimu mkazi mahakama ya mwanzo Temini, Singida. Karibu sana na mada yetu kama ambavyo ilivyo, mimba za utotoni na madhara yake. Tuanze kupata introduction. Ndio, kama ulivyotoa utangulizi ni kwamba leo tutazungumzia kuhusiana na mimba za utotoni na madhara yake katika jamii. Tunavyosema mimba za utotoni, maana yake ni kwamba ni zile mimba ambazo watoto wetu wa kike wanapata wakiwa na chini ya miaka 18, ikiwa na maana kwamba kwa mujibu wa sheria ya watoto namba 13 ya mwaka 2023 kifungu cha 4 kifungu kidogo cha kwanza inasema kwamba mtoto ni mtu ambaye ana chini ya miaka 18. Kwa hiyo tunavyozungumzia kwamba mimba za utotoni, maana yake ni wale wanaopata mimba, wale watoto wetu wa kike wanaopata mimba chini ya miaka hiyo ambayo sheria imesema. Kwa hiyo katika mimba hizo wanazopata kunakuwa na madhara katika jamii. Lazima ieleweke kwamba katika jamii vijana wetu hawa, watoto hawa chini ya miaka 18 ni nguvu kazi ambayo itasaidia nchi baadaye katika kujenga nchi. Kwa hiyo wanapopata hizo mimba wakiwa wadogo chini ya miaka 18 kunaweza kuleta madhara katika jamii. Mojawapo nitataja tu chache, na nyingi nafikiri nyinyi wasikilizaji huko mlipo mnakutana na hayo, na nafikiri mnaweza kujua zaidi pia kuhusiana na madhara ambayo yanatokea wanapopata mimba watoto hao. Kwanza kabisa watoto hao wanapopata mimba ya utotoni wanaweza kupata na vifo. Walio wengi wanaopata mimba za utotoni huaga unakuta katika kujifungua wanapata matatizo, wanafariki. Kwa hiyo kitendo chao cha kufariki sasa, hao wanaopata mimba utotoni, maana yake kwamba nguvu kazi ya taifa inapungua na wanafariki kutokana na mwili wao hauna unakuta mwili wao kisayansi kama inavyojulikana ni kwamba unakuta hujazoea hicho kitu, hauna nguvu ya kuhimili ujauzito huo. Kwa hiyo wanapojifungua unakuta wengi wanapata matatizo, wanafariki. Kwa hiyo moja kwa moja jamii inapata upungufu wa nguvu kazi. Na ni athari nyingine ni kwamba hao watoto, kwa sababu ni watoto nao wanazaa watoto, kwa hiyo unakuta wimbi la watoto wa mtaani linaongezeka. Watoto wa mtaani wanaongezeka kutokana na mtoto analea mtoto. Sasa unakuta mtoto huyu aliyezaliwa, unakuta walio wengi wanakuta wanatunzwa na upande mmoja, mama tu, huyu aliyemzaa tu. Kwa hiyo unakuta ule mtoto hapati huyu mtoto amewekwa mimba, yule sheria inasemaje kwa yule ambaye aliyomweka mimba? Kwa mujibu wa sheria, huyo aliyempa mtoto mimba, basi kuna sheria anachukuliwa sheria. Kwa mfano, anaweza kushtakiwa kwamba amebaka, amefanya nini, lakini kuna sheria namna hiyo ambayo kwa hao wanaosababisha mimba za watoto hawa, wengine unakuta wako shule, wengine wako hivi, kwa hiyo wanashtakiwa kwa mujibu wa sheria, wanafikishwa mahakamani. Wazazi pia wana wajibu gani kuweza ya kisheria wanapogundua kwamba mtoto wao amepata ujauzito akiwa bado mtoto? Wazazi wajibu wao ni kuhakikisha ni kulea watoto, ni pamoja na kufuatilia mambo yao wanayofanya. Kwa hiyo wazazi wanapoona kwamba mtoto amepata mimba, labda akiwa shule au wapi, basi wanachotakiwa wafanye ni kuripoti polisi. Ripoti polisi ili utaratibu ufanyike, ili aliyefanya kitendo hicho ili aweze kuchukuliwa sheria. Kwa yule mzazi ambaye anayeficha mtoto wake ana mimba, anataka kuyamaliza kifamilia, sheria inasemaje? Kwa mzazi ambaye anaficha, yani maana yake kwamba yani huyo ni kama mshiriki wa hilo kosa. Kwa hiyo naye anaweza atashtakiwa, kwa sababu kosa linapofanyika mbele yako na ukalificha, maana yake kwamba na wewe umeunga mkono kufanyika kwa kosa hilo. Kwa hiyo kwa wazazi kama wao, lazima pia sheria nayo inawaadhibu pia. Naam. Kwa zile mimba hizo sasa, kuna ushahidi gani muhimu unahitajika katika kesi hizi za mimba ambazo mnazishughulikia? Ushahidi muhimu unaohitajika ni upi? Ushahidi ni kwamba mtu kwanza amepata mimba. Mtu ana mimba tayari hapo,
alafu kingine ni kwamba aliyesababisha mimba mtoto atamtaja, basi ndio utaratibu mwingine unaendelea. Na huyu baba ambaye alomtia mimba sasa, kisheria ana wajibu wa kuweza kumhudumia yule mtoto? Inategemea sana mazingira, ni kwamba wajibu wake ni kumhudumia mtoto, mbali na kuchukuliwa hatua kama hiyo mimba sasa inategemea sasa ameipata kwa njia ya kubakwa au kwa njia gani, lakini mzazi yule ana wajibu wa kutunza mtoto. Yeah. Ana wajibu wa kutunza mtoto kama atakuwepo. Kwa nini kuna baadhi ya kesi za mimba za utotoni hushindwa mahakamani? Yaani nini kifanyike ili kuongeza ushahidi? Yaani zinafika lakini wakati mwingine zinafeli kuweza kupatiwa ushindi yule ambaye aliotiwa mimba. Sasa unakuta katika kutoa ushahidi, sasa katika mimba hizo za watoto unaweza kukuta yule mtoto aliyepewa mimba hana uhakika, alafu unakuta anataja watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo lazima sasa ufanyike utaratibu wa kupima DNA na nini vitu kama hivyo. Sasa kama utaratibu kama huu utatumika, basi itakuwa vigumu kudhibitisha. Sasa kukuta ametembea na wanaume wengi. Sasa hajui ni yupi, anataja kama 10 hivi. Sasa kitakachodhibitisha kwamba ni hao kati yao 10 ni nani, basi lazima sasa mambo ya kisayansi yafanyike ya DNA. Sasa ikiwa aliyemtia mimba ni mwanafunzi mwenzake inakuwaje? Na wote wako chini ya miaka 18. Okay, anashtakiwa pia. Kwa sababu anashtakiwa kwamba amembaka sasa. Iko ndio kubaka kwenyewe. Ala. Ndio.